Habari, karibu katika channel yetu inayozungumzia historia mbalimbali za maua mbalimbali pamoja na sifa zake, ili uweze kufahamu ua fulani na limetokea wapi na sifa zake ni zipi, iweze kukusaidia wewe pamoja na mfanyakazi wa garden yako kuweza kulitunza inavyostahili. Leo moja kwa moja tutazungumzia historia ambayo inahusu ua la palm ya Bismarck. Historia inaturudisha katika karne ya 19, kipindi ambacho wazungu katika karne hii ikiwemo Wajerumani, Wafaransa na Waingereza walikuwa wana mpango mkakati wa kuchunguza na kuorodhesha mimea inayopatikana Afrika. Ikumbukwe karne ya 19 duniani kulikuwa na mtu maarufu sana aliyekuwa ni waziri mkuu wa Prussia kwa jina aliyokuwa anaitwa Otto von Bismarck. Waliukuta mti huu katika pori, then ukawa unaonekana ni mti wenye shina imara, majani makubwa ya kifahari, na unaonekana ni mti wenye nature ya ufalme. Wataalamu wakaona unafaa kubeba jina la mtu mwenye hadhi kama bwana Otto von Bismarck. Ndipo wakaupa jina la Bismarckia nobilis. Ukiangalia jina la Bismarckia limetoholewa kutoka kwenye jina la Bismarck, bwana Otto von mwenyewe, Otto von Bismarck. Lakini jina la pili la mti huu, Bismarckia nobilis, ni jina la Kilatini ambalo limebeba maana ya heshima, utukufu au ufalme. Hivyo ni wazi ya kuwa jina la Bismarckia nobilis limetoholewa kutokana na sifa ya uimara wa mti huu, uimara wa rangi zake, na pia uimara wa majani yake, na rangi zake zinaonekana kama ni rangi za kifalme. Na wakati huo Otto von Bismarck alikuwa ni mtu mwenye hadhi kubwa katika uongozi.